Karibu sana mtazamaji wa Zone Media, na hapa naelekea moja kwa moja huko Islamabad nchini Pakistan. Mji mkuu wa Pakistan, Islamabad, kwa sasa uko chini ya ulinzi mkali sana, ambapo unajiandaa kuwa mwenyeji wa mazungumzo muhimu kati ya Irani na Marekani katika juhudi za kumaliza vita vilivyoitikisa Mashariki ya Kati kwa takribani siku 40, ambapo sasa habari njema ni kwamba ujumbe wa Irani uliwasili usiku wa Alhamisi na umeongozwa na waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi akiwa na spika wa bunge la Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Lakini kwa upande wa Marekani, ujumbe wao unatarajiwa kuongozwa na makamu wa rais ambaye ni JD Vance, akisaidiana na wajumbe maalum wa kidiplomasia ambaye ni mkwe wa rais Donald Trump ambaye ni Jared Kushner, pamoja na mjumbe maalum wa Marekani katika ukanda wa Mashariki ya Kati ambaye ni Steve Witkoff. Kesho watakuwa na mazungumzo mazito hapo Islamabad nchini Pakistan katika hoteli ya Serena hapo Islamabad. Sasa mazungumzo haya kwa kiasi kikubwa sana yamechagizwa na usimamizi mkubwa wa Pakistan katika kusuluhisha mgogoro wa vita kati ya Marekani, Israel pamoja na Iran. Pakistan kupitia waziri mkuu wake Shehbaz Sharif pamoja na viongozi wengine wakubwa wa serikali wamefanya kazi kubwa sana ya kuhakikisha kwamba amani inapatikana katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Yaani, kama katika historia huko mbeleni, Pakistan itakumbukwa kwa kiasi kikubwa sana kwa kuleta amani katika vita ambayo ilikuwa ni hatari kwa uchumi, lakini pia ni hatari kwa ajili ya maisha ya raia wasio na hatia katika nchi zote za Ghuba, kwa sababu Irani hakushambulia Israel peke yake, bali alipiga nchi zote zile ambazo kuna maslahi ya Marekani. Sasa katika mashambulizi kama unavyojua tena, raia lazima wataguswa kwa namna moja ama namna nyingine, hasa wale ambao wanaishi karibu na maeneo ya maslahi ya Marekani. Lakini pia Marekani pamoja na Israel kwa pamoja kwa kushirikiana walifanya mashambulizi ndani ya Irani, na mashambulizi hayo pia yameleta madhara makubwa, vifo vya raia, uharibifu wa miundombinu na mambo mengine mengi. Lakini kwenye upande wa nishati, huku uchumi umeyumba kidogo kufuatia kupanda kwa bei za mafuta pamoja na gesi baada ya Iran kuudhibiti vilivyo mfereji wa Hormuz katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Ukubwa wa mazungumzo haya ni kuwepo kwa makamu wa rais wa Marekani JD Vance. Yaani anaingia moja kwa moja katika mazungumzo haya, yeye akiwa kama ni kiongozi wa Marekani akisimamia upande wa Marekani, lakini nyuma yake sasa wanaomfuata ni mkwe wa rais Trump Jared Kushner pamoja na mjumbe Steve Witkoff. Lakini Irani wao wana viongozi wawili ambaye ni spika wa bunge Mohammad Ghalibaf, lakini kiongozi wa mazungumzo haya kwa upande wa Irani ni Abbas Araghchi. Araghchi katika mazungumzo karibia yote ya Irani ambayo yalikuwa yanahusu masuala ya nyuklia kwa siku za huko nyuma kabla ya mashambulizi hajaweza kutokea, alihusika kwa 100% kuongoza ujumbe wa Irani. Alikuwa akiambatana na Esmail Bagei ambaye ni msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje. Pasina shaka kwenye mazungumzo haya lazima atakuwepo kwa sababu yeye ni msemaji wa wizara hiyo. Kwa hivyo ni muhimu kuwepo pale ili kuweza kufuatilia kwa kina kile ambacho kinakwenda kuzungumzwa pale. Na hizi ni hatua nzuri zaidi kwa ajili ya kuleta amani katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Japokuwa Irani iliweza kuwasilisha masharti yake 10 ambayo baadaye Marekani iliyatupilia mbali na kutaja kwamba huenda yalikuwa yametengenezwa kwa kutumia akili bandia au akili mnemba, yani AI. Na JD Vance akasema kwamba huenda hata walitumia ChatGPT kutengeneza masharti hayo. Lakini wanakwenda mezani kwa kipindi ambacho Irani imeweka masharti makubwa. Wanakwenda mezani kwa kipindi ambacho Irani inaushikilia mfereji wa Hormuz. Wanakwenda mezani kwa kipindi ambacho Irani imepeleka shinikizo kubwa sana kwa Israel kuacha kufanya mashambulizi Lebanon, japokuwa mwanzoni Benjamin Netanyahu lakini pia ikulu ya White House walieleza kwamba Lebanoni si sehemu ya makubaliano hayo. Lakini mwisho wa siku Netanyahu jana anakuja kukiri kwamba ameiagiza kabineti ya Israel kuweza kwenda kuzungumza na Lebanon kujadili kwa jinsi gani ambavyo wanaweza wakawa na ceasefire nao wakakubaliana, lakini ni kwa namna gani basi wanaweza kuwadhibiti wanamgambo wa Hezbollah pale nchini Lebanon. Kwa hivyo mambo yalikuwa ni mengi, na hadi hivi sasa hakuna shambulizi lolote ambalo limeweza kutokea, si Lebanon, si Israel, si Irani, lakini si katika maslahi ya Marekani katika ukanda wa Mashariki ya Kati.
ambapo kwa hivi sasa ulinzi umeimarishwa kwa kiasi kikubwa sana. Picha ambazo unaziona hapo mtazamaji ni kwa jinsi ambavyo maafisa wa usalama wameweza kuhakikisha kwamba Islamabad inakuwa salama kuanzia leo hii, lakini baadhi ya barabara zimeweza kufungwa na kupisha mazungumzo ambayo yanatarajiwa kuweza kufanyika siku ya hapo kesho. Na kwa nini wamefunga barabara? Kwa sababu kuepusha ule msongamano wa magari katika maeneo hayo, lakini vile vile kuhakikisha kwamba ulinzi unafanyika au unakuwa monitored vizuri na vikosi vya ulinzi na usalama nchini Pakistan, kuhakikisha kwamba mazungumzo hayo hayakumbwi na dosari yoyote. Hata helikopta zinaonekana zikipiga doria Islamabad, lakini vile vile vikosi vya ulinzi na usalama vikiwa kila sehemu vikihakikisha kwamba Pakistan inakuwa salama kabisa kwa mazungumzo ambayo yanatarajiwa kuleta mambo chanya na amani duniani kote, huku ikitarajiwa kwamba kuna unafuu wa maisha unaweza kupatikana baada tu ya tangazo la moja kwa moja kwamba ceasefire rasmi imeweza kufanikiwa, kwa sababu sasa hivi wapo kwenye kipindi cha wiki 2 ambapo hakutakuwa na mapigano. Yani wiki 2 sawasawa na siku 14 ambazo Marekani pamoja na Iran wamekubaliana kwamba hakuna kushambuliana, kwamba tupishe mazungumzo, tuangalie maendeleo chanya ambayo yatatokea kati yetu. Lakini hapo jana rais wa Marekani Donald Trump alitoa onyo kwa Iran kwa kusema kwamba vikosi vya Marekani bado vitabakia katika eneo la Mashariki ya Kati kwa sababu bado hakuna mwafaka moja kwa moja ulioweza kupatikana. Amesema kwamba kama kutakuwa kuna viashiria vyovyote vya uvunjifu wa amani na amani kuweza kukosekana katika Mashariki ya Kati, basi Marekani haitasita kuchukua hatua za kijeshi za moja kwa moja kwenda kwa Iran. Ni tishio ambalo rais wa Marekani Donald Trump aliweza kulitoa siku ya hapo jana. Sasa hivi macho ya dunia yote yameelekezwa Islamabad, Pakistan kuanzia sasa. Maandalizi tayari yamekwisha fanyika na mazungumzo yanatarajiwa kufanyika katika moja ya hoteli kubwa pale Pakistan, hoteli ambayo inafahamika kwa jina la Serena Hotel. Ni moja kati ya sehemu ambayo au maeneo ambayo yanayotarajiwa kutumika kwa mazungumzo. Lengo kuu la mazungumzo ni kufikia amani ya kudumu na kumaliza vita kabisa. Kitu ambacho kinatarajiwa katika mazungumzo haya, Irani pamoja na Marekani, ni kwamba wanataka kufikiwa kwa amani ya moja kwa moja, kwamba hakutakuwa na mapigano tena na vita imemalizika. Irani ilijitangaza kwamba ni mshindi, raia wake wakashangilia sana, lakini rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba kwa kupitia Pakistan waliweza kumuomba kwamba asitishe vita na Iran, na hivyo akajitangaza kwamba yeye ni mshindi, na hata Israel pia imejitangaza kwamba yenyewe ni washindi katika vita hivi. Kwa hiyo kila upande unavutia kwake kwamba wameshinda vita hivi ambavyo vimedumu kwa takribani siku 40 mfululizo kuanzia Februari 28 hadi mwezi wa 4 mwanzoni, ambapo vita hivyo vilisitishwa kwa muda wa wiki 2. Sasa mtazamaji wetu, sisi kama kawaida unavyojua tunakuhabarisha vyote vinavyojiri ulimwenguni, hasa ishu ya vita katika ukanda wa Mashariki ya Kati ambayo imekuwa ikigusa dunia kwa kiasi kikubwa sana, lakini hadi ceasefire inapofanyika tumekuwa pamoja na wewe kuweza kukujuza yote yanayojiri huko. Hata hapo kesho, kuanzia leo na hapo kesho pia tutakuletea yote yanayojiri katika mazungumzo hayo pale Islamabad nchini Pakistan. Cha msingi tu ni kuombe uweze kuwa karibu nasi wakati wote kwa kusubscribe channel yetu, kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare.